Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, kama alivyosema mwenezi. Mimi mpaka juzi nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kanda ya Ziwa Victoria, mkoa wa Kagera, mkoa Mwanza na mkoa wa Geita mpaka juzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilichojifunza hapa duniani ni kwamba unapokuwa kiongozi, wajibu mkubwa wa kiongozi ni kutoa matumaini kwa watu wanaoongoza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mambo yaliyosemwa hapa, nimemsikia Dr. Bashiru anasema, nimemsikiliza mwenyekiti wa mkoa anasema, haya ni matumaini kwa watu wa Kagera na Watanzania unaoongoza kwamba kesho yao itakuwa bora kuliko leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo matumaini haujaanza kutoa leo. Mara tu ulipoingia madarakani kama rais wa nchi yetu, sisi tulipokuwa Chadema enzi hizo, ulituita mezani kuja tuzungumze. Tukaja na mahitaji yetu, tukaomba Mheshimiwa Rais kwamba sisi tuliokimbia nchi utukubalie turudi nchi bila masharti. Na mimi niko hapa leo nazungumza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tulikuomba, kulikuwepo na watu wa Chadema wengi walikamatwa baada ya uchaguzi wa 2020. Mheshimiwa Rais, wote waliachiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuomba mikutano ya hadhara ifunguliwe. Mheshimiwa Rais, uliruhusu mikutano ya hadhara ikafunguliwa. Bahati mbaya tukaanza kukutukana huku umeturuhusu tufanye mikutano. Peoples. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, na mgombe wetu wa CCM, au kuishia hapo, uliunda kitu kinaitwa task force mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaunda task force iliyoongozwa na Profesa Mkandala na Ahmad Rashid akawa makamu mwenyekiti. Ukatuomba, iliundwa na vyama vya siasa vyote Tanzania na watu mbalimbali. Ukatuomba tulete mapendekezo ya nini tunataka yarekebishwe hata kwenye sheria ya uchaguzi katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, sisi huko Chadema kama tunavyojua kususia na kununa, sisi hatukuja. Lakini tulileta mapendekezo. Hayo mapendekezo tuliyoleta, Mheshimiwa Rais, sisi huko Chadema kama tunavyojua kususia na kununa, sisi hatukuja. Lakini tulileta mapendekezo. Hayo mapendekezo tuliyoleta, moja ya mapendekezo tuliyoleta Mheshimiwa Rais, tulikuwa tunaomba marekebisho kwenye ibara ya 7(1) ya sheria ya uchaguzi. Na moja ya vitu tulikuwa tunaomba ni kwamba madad wakurugenzi nchi nzima wasiruhusiwe kusimamia uchaguzi. Mheshimiwa Rais, mabadiliko yalifanyika kwenye sheria, na leo asubuhi nakuja hapa nimeongea na moja ya watu wanaosimamia uchaguzi, wale wanaoangalia waangalizi wa uchaguzi. Ameniambia ameenda nchi nzima, hayupo mkurugenzi hata moja wa halmashauri yoyote nchi hii anayesimamia uchaguzi leo. Na hiyo ndio kwa nataka tukiwa huko. Mheshimiwa Rais, tuliomba tukiwa huko, yalikuwa ni mapendekezo tumepeleka kwenye ile task force kwamba hakuna mtu kupita bila kupingwa. Sheria ilibadilishwa. Leo hata kama kuna mtu anamgombea lazima apigiwe kura ndio na nini na hapana. Tuliomba namna gani wapatikane wale viongozi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria ile irekebishwa kwamba sasa kuna kamati ya usaili inayomshauri rais, watu independent kabisa. Lakini pamoja na haya, ndio nataka Watanzania mjue ukweli huu, pamoja na haya sisi tulikataa kushiriki uchaguzi kwa hiari yetu, kwa uoga wetu, kwa kuogopa ushindani, tukaweka mpira kwa pani, tukakimbia. CCM hoye! Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, CCM hoye! Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma Biblia, Mungu hafanyi kazi na watu waoga wanaogopa ushindani. Na ndio maana Mungu alimwambia Joshua kwenye kitabu cha Joshua 2 kwamba uwe hodari na shujaa, na anamkumbusha tena kuwa hodari na shujaa. Sasa watu waoga wanaokimbia ni hodari na shujaa? Mheshimiwa Mwenyekiti,
Ni hatari sana duniani hapa kuongozwa na kiongozi anayesema yeye yuko tayari kufa. Hivi Musa angekufa katikati ya bahari ile ya Shamu, wale wana Israeli wote si wangesombwa na maji? Sasa kiongozi, sasa huko nilikotoka, kiongozi anasimama na kuambia mimi niko tayari kufa. Kiongozi ambaye yuko tayari kufa ni aliyekata tamaa, kwa sababu hakuna tumaini kwenye kifo. CCM oye! Wewe, Yesu Kristo, hata Yesu alimuomba Mungu akamwambia, Baba, ikiwezekana hiki kikombe kiniepuke. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Ezekia. Ezekia alibishana na Mungu, muda wake wa kufa umefika. Mungu anamwambia utakufa. Ezekia alijenga hoja mpaka Mungu akamwongeza miaka 15 ya kuishi. Sasa wewe unaongozwa na kiongozi ambaye anakuambia yeye yuko tayari kufa. Huo ni wenda peoples. Huo ni wenda wazimu. Sasa CCM oye! Kwa mimi, ndugu zangu, nimekuja CCM kama nilivyosema juzi nikiwa Chato, kwamba maisha yangu yote kwenye siasa nimekuwa nikicheza Ndondo Cup. Sasa nimekuja ligi kuu kucheza mpira mnene. Sasa na namalizia kwa kusema, nyie wana CCM mkitoka hapa leo, mtu akikusalimia habari za jioni, wewe mjibu Oktoba tunatiki. Sasa kuanzia sasa salamu ibadilike. Ukisalimiwa habari asubuhi, jibu ni nini? Oktoba tunatiki. Asanteni sana, Mungu awabariki.